sema kuambiwa yeye atadhahaku, bwana wewe unacheka fi hadhihi alhala, katika hali kama hii mwanao kadha unacheka vipi? Hichi kicheko kitakujiaje? Mbona unatushangaza mwenzetu, huoneshi huzuni hata kidogo? Aliyekufa mwanao au unataka kuwapa watu nafasi wakwambie mwanga umemua mwenyewe, utafurahi? Utachekaje namna kama hiyo? Taka kuwapa watu nafasi bure, kwambie huyu kaua mwenyewe, huyu bwana mbona kafurahi mno, kambiginya tu bas. Huyu bwana fakala, akajibu akasema, inna Allah ta'ala qadha biqada'in, Mwenyezi Mungu amehukumu uamuzi. Qadha biqada'in, amehukumu kwa uamuzi wake, na mimi fa ahbabtu an arda biqada'ihi, nimependa kuridhia maamuzi yake. Nilieni ninafurahi mambo haya. Fa ashkala hadha ala jama'atin min ahli alilmi, yakawapa mushkili mkubwa kikundi cha wanavyuona, kwa mwenzetu kafika pala pagumu. Anasema hivi, hapa kwa hakika sisi tunaona kwamba amekwenda mchomo, haiwezekani kabisa kamili. Faqalu, wakasema, kaifa yabki Rasulullahi, huyu mwenzetu vipi bwana? Kaifa yabki Rasulullahi, vipi atoke machozi mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Vipi itakuwaje wakati atoke machozi mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, yauma mata ibnuhu Ibrahim, siku alipokufa mwanao Ibrahim, wa huwa ardha alkhalqi min Allahi, na yeye Muhammadi ndiye katika viumbe wanaoridhiwa zaidi na Mwenyezi Mungu, au yeye mwenyewe Muhammadi ardha alkhalqi, ni mwenye kuridhia katika viumbe vyote anillahi, kwa Mwenyezi Mungu, kwa kila anayofanyiwa na Mola wake karidhia zaidi yeye. Vipi ajalie yeye Muhammadi khalafu wa yablughu ridha bihadha al-arif, ifikilie kuridhia huko kwa mtambuzi huyu, ila an yadhhaka, afike kucheka kwenye msiba. Ama kwa hakika hii sisi tunaona kama si barabara. Mtume wa Mwenyezi Mungu ahuzunike moyo wake, atoke machozi njia nne, halafu atokee mtu ampite mtume iwe yeye anacheka, ina maana mtume yuko chini pale kazidiwa? Hakufahamu uamuzi wa Mwenyezi Mungu? Kwa nini asike mtume, asike huyu? Anasema, fasami'tu shaykh al-islami, hayo maneno Ibn Qayyim hayo, fasami'tu shaykh al-islami, basi nikamsikia shekhe wa Kiislamu. Tunakwenda kwenye peji dali sasa, kwenye vitabu, na kama huioni Sheikh al-Islam hiyo chini kwenye mstari chini, hati ndogo ndogo zile tunaendelea. Anasema Ibn al-Qayyim, fasami'tu shaykh al-islami, nimemsikia yule ambaye kapata umaarufu wa jina wa kuitwa Sheikh al-Islam. Ukisikia Sheikh al-Islam ujue katika Uislamu ni Ibn Taymiyyah, cheo chake watu wamemuita Sheikh al-Islam, na anakuwa ni mwalimu huyu Ibn al-Qayyim huyu. Nimemsikia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yakul, akisema hivi, hadiyu nabiyina, uongozi wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallama, rehma za Mwenyezi Mungu juu yake na amani pia, kana akmalu, ulikuwa ni uongozi kamili, umekamilika, min hadi hadha al-arif, kuliko uongozi wa huyu al-arifu billahi, anaitwa. Tumwachilie mbali huyu jamaa, asifatwe yeye, afatwe mtume. Ibn Taymiyyah anasema uongozi wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu Muhammadi ulikuwa umekamilika, hakuna mambo ya kucheka katika kuondokewa, hakuna kabisa. Iko kuhuzunika, iko mtu kulia, lakini bila kuomboleza. Hakuna nafasi kabisa ya kucheka, ikawa kucheka huko ndo alama ya kwamba mtu karidhia maamuzi ya Mwenyezi Mungu. La, sivyo kabisa. Wala mtu akilia na kuhuzunika haambiwi kwamba yeye hakuridhia. Ile kitu kipo, ni alama ya huruma, alama ya mapenzi, alama ya kwamba ni mja mwenye kuamini Mwenyezi Mungu, si katili kwenye moyo wake. Na machozi hayateremki kwenye moyo wa mtu ambaye kashupaa mkatili, na hayateremki. Yanateremka machozi kwa moyo wa mtu ambaye laini, ana huruma, ni mpole, ni rehma ile kwa hakika.
alipoulizwa bwana mtume siku alipotoka machozi kwa kifo cha mwanawe Ibrahim, Saidna Umar yuko chini yake pale akamwambia, ma hadha ya Rasulullah, hii ndo nini tena mjumbe wa Mwenyezi Mungu, unafanya hivyo, sitafanya vipi sisi? Mtume alimjibu, hadha rahma, hii ni rehma. Anampa Mwenyezi Mungu, anaiweka Mwenyezi Mungu rehma hii katika moyo wa mja wake anomtaka mwenyewe. Yule ambaye hana rehma hiyo, hana huruma, hapati kitu kama hicho kabisa. Anasema Ibn Taymiyyah, a'ta al-ubudiyata, mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammadi ameipa ibada ya kuabudu Mwenyezi Mungu haqaha, ameipa ibada haki yake. Fatasaa qalbuhu, basi ukawasiika moyo wake, liridha, kwenye upande wa kuridhia, anillahi, kwa Mwenyezi Mungu, wa rahmatil waladi, na vile vile kwenye moyo wake kulikuwa na wasaa kumhurumia mtoto wake, warika, na kulikuwa na ulaini na upole alaihi, juu ya mtoto wake. Fahamidallah, basi mtume akamshukuru Mwenyezi Mungu, waradhiya anhu, na akamridhia Mola wake, fi qadaihi, katika maamuzi aliyompa, wabaka, na amelia, si kama kulia kule machozi matupu bila sauti, si kama ataambiwa kwamba anaomboleza, hakuridhia, ndo anasikitika kwa Mwenyezi Mungu kamfanyia hivi, la, baka, hii kulia ilikuwa rahmatan wa ra'fatan, ni kufanya huruma na kufanya upole. Fahamalathu daqa qalbuhu, basi fahamalathu ra'fatu, zikamchukulia huruma zile, ala albukai, kwenye kilio. Ni huruma ndo zilompeleka kwenye kilio. Wa ubudiyatuhu, na ule upande wake kuabudu Mwenyezi Mungu, lillahi, zikamchukulia vile vile, wa mahabbatuhu, na mapenzi yake, lillahi, kwa Mwenyezi Mungu, ala ridha walhamdi, ikampelekea yale mambo ya ubudia na mapenzi kwa Mola wake, yakampeleka moja kwa moja kwenye kuridhia na alhamdu, na kushukuru kwa Mola wake. Wa hadha al-arifu, na huyu anoitwa mtambuzi wa dini, daka qalbuhu, moyo wake umefanya dhiki, hauna nafasi. An ijtimai al-amraini, dhiki imekuwa kubwa kwenye moyo wake, kukusanyika mambo mawili pamoja. Walam yattasi' batinuhu, na ndani ya moyo wake hakukuwa na wasaa, lishuhudihima, kushuhudia mawili hayo, yani kushukuru na kuridhia maamuzi ya Mwenyezi Mungu, ilikuwa tabu kwake, huruma ilikuwa hakuna kwake. Walqiyamu bihima, na kusimamia mawili hayo ilikuwa ni dhiki kwenye moyo wake. Kwa hivyo fashaghalathu ubudiyatu, ikamshughulisha yeye upande wa ibada, aridha, ikamshughulisha kuridhia, an ubudiyati rahma wa ra'fati, peke yake, hakukuwa na mambo mengine hayo. Kwa hakika ilikuwa ni makosa kwa al-arifu billahi huyo. Fashaghalathu ubudiyatu ridha, ikamshughulisha yeye kule kuabudu ridha, an ubudiyati rahmati, ikamwachisha upande wa ibada ya rehma na upole, hakuwa nayo. Imempelekea nini? Ubudia, upande wa ibada, aridha peke yake, karidhia ndiyo, lakini huruma na upole, vitu hivyo amevikosa, hakuwa navyo, ndio maana akacheka. Sasa tunarudi kule kwenye nambari moja yetu tuloiacha nyuma kule, ukurasa nambari jim, laini ya mwisho kabisa ukurasa huo, kabla tukuteremka chini kwenda katika dogo dogo. Tulikuwa tunaeleza hayo maneno ya nambari moja tu toka wakati ule. Sasa tunarejea tena. Kwa hivyo, walamma kana kathiru minan nasi, sasa hayo ni maneno ya nani hayo? Mwenye kitabu sasa, Muhammad Nasruddin Albani, anaendelea sasa katika utangulizi wake. Maneno Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah yamekwisha. Albani anasema, walamma kana kathiru minan nasi, na kwa vile ilivyokuwa watu wengi, al-yawma, siku hizi tulizonazo sisi, watu wengi, majority, si wote, wengi, baidina, wako mbali, tena mbali yenyewe, kullal bu'di, mbali ya kila aina ya mbali, wako mbali moja kwa moja. Manake wako mbali kutokana na nini? Wako mbali an hadihi sallallahu alayhi wasallama, kutokana na uongozi wake mjumbe wa Mwenyezi Mungu, fil ibadati kulliha, katika ibada zote wako mbali mno.
lolote wakilifanya, basi uongozi wa mtume kuchunguza hapa kwa mujibu wa mtume, mbona hakuna hata kimoja? Akianza kuswali mtu, basi hakuna cha mtume hata kimoja. Tokea panakimiwa swala, basi maneno yanakuja alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati radhiyallahu ajma'in. Khalafu baadaye ndo inakuja ikama, Allahu akbar, Allahu akbar. Uongozi wa mtume haupo. Mtume kufundisha ikama, na atafute mtu kitabu chochote au hadithi yoyote japo ya uongo, maudhui isiyo dhaifu, iwe ya uongo, kama itakuwa imeanzia ikama alhamdulillah na kadha kadha na kadha kadha wa an kulli sahabati rasulillah ajma'in, na atafute mtu. Anasema Albani, ilivyokuwa watu siku hizi wengi wako mbali, kullal bu'di, tena mbali ya kweli kweli, wako mbali an hadihi, kutokana na uongozi wake mtume. Wamemdharau, wamemwekea kiatu mtume juu ya kichwa. Kelele, uongozi, utume. Tuna mambo yetu sisi, unasema tu tuna mambo yetu, tuachie mambo yetu. Hivi ndivyo unasema bilisani alhali, kwa ulimi wa matendo, sio almakal. Kwenye makali hasemi Muislamu hivyo, lakini matendo yake ina maana kwamba amemwekea buti ya kichwa, hainuki. Kwa nini ikawa tunasema kama mwekea buti ya kichwa? Mtume anasema man ahya sunnati fakaannama ahyani, kwa sababu mwenye kuhuisha mwendo wangu mimi kama kanihuisha mimi, na kinyume chake mwenye kuufisha akaua mwendo wangu mimi, ina maana nini hapo? Ameniua, sina maana. Ndio maana kaniwekea buti ya kichwa, sivurukuti. Kila kitakuja juu ananiumiza tu, ndio maana yake hiyo. Tena hayo kwa hakika fil ibadati kulliha, ndani ya ibada zote mtume uongozi wake watu wako mbali nao. Anasema wa minha, na katika ibada hizo na katika uongozi huo, into bracket kwenye kausaini, aljanaiz, katika mambo yaliyohusu mazishi, ndo kabisa watu wako mbali kabisa na mtume Mwenyezi Mungu, mbali kabisa. Kuanzia kwenye kukosha, kwenye kuvika sanda, kwenda na jeneza, kila kitu wako mbali. Kuswalia kwenye maiti, namna ya kila kitu naye atakayofanywa baada ya kuzika maiti, yote wako mbali na mtume. Bisababi, na haya yote yamesababishwa insirafihim, ya watu kukimbia, an dirasatil ilmi, kukaa kwenye darasa za ilmu zao za Kiislamu. Umetupa watu hata ile nafasi ukitaka kusikiliza hawa jamaa wanasema nini. Anaona watu wote wapumbavu, hawana maana, yeye ndo mwenye maana, na kwa hivyo kaachilia mbali mahala kama humu, hana haja namo. Wala siyama, na khasa ilmi alhadithi was-sunna, kwenye ilmu ya hadithi na mwendo mtume ndo kabisa. Kama wataka kusoma, watasoma matabu yalioandikwa na watu, hawatoi ushahidi katika maneno wanaoyasema kwamba hii tunasema kwa sababu mtume hivi. La, anajizungumzia mwenyewe tu, mtu sema mwenyewe tu. Khasa kwenye ilmu ya hadithi ndo kabisa wako mbali watu. Mwisho anakwambia sasa mtu wazi hivi, hadithi hawa ukisema nao anakwambia Qur'ani, ukisema nao hadithi, Qur'ani hadithi. Unaona kafika sasa kama hiyo mtu. Yani vitu hivyo vimekuwa ni vitu duni, havina maana kwao, na ilhali ya kuwa hivyo ndo silaha ya Muislamu. Mtume anasema taraktu fikum, kama nitakufa sasa hivi mimi nakuachieni mambo kwenu nyinyi, ma intamasaktum, ambayo mambo hayo mkikamatana nayo, na kuapieni lan tadillu, wallahi ampotei baada kuondoka mimi. Nina nini? Kitabullahi wa sunnati, kitabu cha Mwenyezi Mungu na mwendo wangu mimi. Kamata kwa magego kisikuponyoke, asitokee mtu akakuyumbisha akakwambia hivi na hivi na hivi. Kamata Mwenyezi Mungu na mtume wake tu. Kuokoka kwako Muislamu kuko hapo, utaokoka kwa sababu ya hapo. Wa adhanu al-isha'i biidhnillahi tabaraka wa ta'ala.
Basi sababu kubwa iliyofanya watu wengi katika siku hizi kuwa mbali na uongozi wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, insirafihim, ni kule kukimbia kwao, ni kule kujitenga kwao, an dirasati ilmi, kutokana na darasa za ilmu zenye maana, zenye mafanikio, za ukweli tupu. Wala siyama, na hasa wamejitenga ilmi alhadithi, na elimu za hadithi ziko mbali nao, wa sunnati, na kujua mwendo wa mtume. Hawasomi watu, kama watasoma watasomeshana mambo mengine tu. Jambo la pili lilowafanya wawe mbali na mwongozo wa mtume, wankibabihim, na kule kufidikia kwao kichwa totally ala alulumi almadia, juu ya elimu za matumizi ya kidunia. Waislamu wasomi hivyo, kuna magraduate chungu nzima Waislamu, ana shahada ya Masters of Arts MA, mwingine BA, mwingine na hivi, lakini katika mambo ya dini yake, upande wa Mola wake, zero. Hawezi hata kusoma aya moja ya Qur'ani sahihi, ikenda mpaka mwisho kamalizika, utakuta makosa 10-12, aya moja tu. Hata makhraj alhuruf yasipatikani. Namna kama hivi watu wamepiga mbizi inkibabihim, na kule kufidikia kwao kichwa wameingia ala alulumi almadia, juu ya elimu hizi za maadia, yani elimu za kidunia, kumpatia mtu pesa duniani. Wala amali, na wameshughulika na kitendo lijam'i almali, za kukusanya mali tu. Kila mmoja hana akili kuliko mwenziwe, muongo kuliko mwenziwe, mwizi kuliko mwenziwe, jambazi kuliko mwenziwe. Yuko tayari mpaka dini ya Mwenyezi Mungu kuua hivi, lakini kitu kingi mkononi, wala hajali anafanya nini, na pafasidike na paharibike na pasisomesheke, lakini kitu kimingia mkononi, fukoni akatomeka mtu. Anahesabu kwamba hichi mimi kitanifikisha London sasa hivi, ticket na passport nitapata sasa hivi. Bas dini na iharibike na iangamie na pafilie mbali pahala. Hakadha. Wala amala, na wameshughulika watu lijam'i almali, kukusanya mali ambayo